Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Muko wanafunzi hawawezi wakainua mkono. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Namshukuru Bwana kwa sababu yeye ni mwema, ameniokoa, amenilinda pamoja na nyumba yangu. Nimemuona tangu tulipoachana mpaka wakati huu akitenda makubwa na mapenzi yake. Haleluya. Kwa hivyo sina mengi ya kuongea kwa ajili ya wakati, tunamise vichwa. Tumshukuru Bwana. Baba, katika jina la Yesu Mwenyezi Mungu, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Tazama ni wakati njema nimerudi kwako na kuabudu na kusudia, nasema wewe ni Bwana. Asante kwa ajili ya ulisi mwema umetupatia wiki mzima mpaka wakati huu. Tunakushukuru kwa ajili ya wema na baraka zako Baba. Tunashukuru kwa ajili ya wakati tumeingia katika hema lako kutafuta uso wako. Kristo, tawala ndani ya mioyo yetu, tutangulie kwa kila jambo. Nimegeuza na kuvunja kila roho inaweza kusimama kinyume cha mafundisho katika jina la Yesu, iondolewe kati yetu. Papo tutakaso, tubariki na neno lako, unichase na ukaniinue kwa ajili mimi ni chombo. Unitangulie kwa kila jambo kwa ajili wewe ndio mfalme. Kika kuona ukitenda makubwa Baba. Kumbuke wale wapendwa wako ingia mahali hapo, watakase na wainue mahali wako. Kumbuke wachane, yatima na maskini kweli kweli walio mahali wako. Utembelea wagonjwa walio hospitalini, nyumbani na gerezani pia. Na wale walio na kosa na bila kosa wakumbuke pia. Nchi yetu taifa mikononi mwako, ukatuinue, ukatubariki na ukatuongoze. Asante kwa ajili ya wakati huu. Usisahau wainjilisti na manabii na mitume mahali wako. Utawale moyo wao, wapatie nguvu na imani na uvumilivu katika safari ya wokovu. Na wale wote wameingia mahali hapa, ebwe neno lako liwafungue na kuwachenga, na nimefunga yaliyo maovu. Na itisa amani na baraka tukiendelea katika neno. Katika jina la Yesu safi takatifu nimeomba nikiamini. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Shukuru Bwana kwa ajili ya wakati huu. Ametulinda mpaka tumeona siku ya leo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ukutana katika mahali hapa sio 1, 2, 3, ni kwa ajili ya neema na mapenzi ya Bwana. Anataka sisi sote tumwabudu katika roho yake na ukweli. Kwa hivyo kiamuka kirara uamuke ukiwa na uzima, unaambia Bwana ni asante. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usiache malaika wa mbinguni wasupae ama wakae ama waendelee kusoma magazeti kwa ajili ujui kurudisha asante. Kuna jambo moja mzee mmoja aliyenifundisha wakati alinitembelea. Kaniambia mtu akikusaidia hata karamu ya shilingi 5, shukuru Bwana. Mwambie ni asante kwa sababu ile wakati ulikuwa nayo umeipokea. Kwa hivyo usione mingi usahau ile moja ya shilingi 5. Kwa hivyo shukuru hata ikiwa kidogo. Muongoje Bwana atende yaliyo mengi mbele yako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ukipata hata mchengo ya shilingi 500 shukuru, badala ya kuongojea ya 100 na uchaiona. Kile Mungu anaokubariki sana ndiye kia maana katika maisha yako. Kwa sababu anajua unafaa ukule, ufae, watoto wasome na maisha endelee. Toseka na lile ulio nayo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kile ulio nacho toseka nacho. Ndio Bwana mahali pengine umwamini akushughulikie. Kwa sababu yeye ukimwamini Yesu Kristo atakushughulikia ya kwamba atakushughulikia tena. Kwa sababu anajua kwamba inafaa wiki nyingine uattend visiting ya watoto, wanafaa wakule kuku ama chapati choma ama chochote unaweza kumpelekea, atakuandalia yaliyo mema mbele. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ninafurahia sana wakati msichana wangu Rastborn aliniita. Kaniambia mama kucha agent. Nikamwambia what's wrong? Kaniambia hapana kucha, kuna mambo nataka kuingia. Kufika huko alisalimia, kanishika, kaniambia mama Happy Mother's Day. Kamwambia kwani ilikuwa ni siku kesho. Niliona nikikuita kesho utaku. Kwa hivyo niliona nikuicha leo tuseme pamoja. Leta ile domo mfata amekupatia ninue chakula tukule naye. Anajua pesa ni wa baba yake sio yangu. Ngamwambia twende supermarket Naivas ninue vitu nzuri, tukae na driver tukule. Nilikuja kukuuzia tukiwa na wewe.
nikuwe wa kwanza kabla wengine hawajakutambia. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Nasema thanks so much kwa wale wameniwishia. Bwana wakumbuke na wabariki sasa hata milele pia. Bwana Yesu apewe sifa. Imagine mtoto anakuita na ujui unafikiri ni kitu kimehappen. Amesema unajua kesi ni nini? Si ukuwa wewe hiyo. Lakini yeye aliniprepare hali alisema nilitaka kutangulia kupata your blessings. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Ni vyema kukumbuka. Ni vyema kushukuru. Ni vyema kukaa katika neno na kutambua huyu Yesu Kristo vile umemtambua umekaa katika hema lake. Ukitisa neema baraka zidi kuandamana na pamoja nawe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo usiku na mchana tufundishe watoto lia za Bwana na maagizo yake. Tutavutisha yaliyo mema na mabaya. Unamguide katika maombi. Hata akipeleka Sara baba yetu aliyo mbinguni njia zinafunguka haraka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Tuombee wakae katika maisha mema. Tuombee nchi yetu ya Kenya kuwe na amani. Na hata mahali vita iko Mungu asimame na hapo akatulize, aleta amani katika hiyo nchi. Kwa hivyo the more unaendelea kuombea, Bwana anaendelea kufunguka. Kwa sababu tumeitwa kwa ajili ya kuombea watu wote kwa jumla na Mungu atende mapenzi yake. Sisi tunaomba na Mungu atende. Yeye ndiye anajua huyu ni mtu wangu ama huyu ako kwa ajili ya wakati ama huyu ako kwa ajili ya wakati wa maangamizo. Kwa hivyo tusichaji kwa sababu yeye anakuja wakati wake. Mungu akitaka kubadilisha anatabadilisha kwa dakika kidogo ikiwa wewe na mimi tutaamini. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tunaenda kurudi katika maandiko ya Zaburi. Katika maandiko ya Samueli wa kwanza 24. Tuone kile kilihappen kwa Sauli na Daudi. Uhusiano wao ilikuwa aje? Bwana Yesu apewe sifa. Uhusiano hiyo tukiangalia katika ulimwengu wa dhambi sasa tuko naye. Dunia hii ya kisasa tuko nayo. Hiyo vituko hiko ama hakuna. Watu wamesahau kung'ang'ania ufalme wa mbinguni. Wanang'ang'ania katika inchi mambo ya ulimwengu. Heri ukaribisha Yesu Kristo katika moyo wako kuliko ukaribisha vitu ya ulimwengu, kwa sababu itapita lakini neno litasimama. Wewe vile usizaliwa Mungu anakutambua. Vile alitambua Yeremia akiwa katika tumbo ya mama yake. Alijua kwamba atakuja kuwa nabii. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Alichambua ya kwamba yeye atakuja kuwa nabii. Ili wewe Mungu anakutambua wewe ni mtu wa aina gani. Kama ni mtu msuni ni sawa tumsukuse Bwana. Kama umeenda katika njia za giza umemwaza umemzao, amekupatia Mathayo na tuambia tumepewa muda wa kutubu na kumrudia na kumuita Bwana ya kwamba hatutamuita tena. Tunyenyenyekee kwa sababu hakuna dhambi hawezi kusamea. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Mungu wetu ni mwema. Uweze kusema ya kwamba hii kitu uwezi ukaacha. Kuna wengi wanasema hawezi wakaacha ulevi. Kuna wengi wanasema hawaji wakaacha njia zao za giza. Lakini mimi niko na ushuhuda wengi hapa tunao nao wameteka mbali. Na wewe kama uchaguswa uwezi ukatoka mahali huko. Lakini naomba Mungu wetu akuguze. Siku ya leo akubadilishe. Ajua ya kwamba unahitaji kumuona katika safari. Hii safari tusito sio ya kufurutana, sio ya kupigana vita, ni ya kuombeana ndio amani tuipokea tukiwa tunaendelea katika safari hii. Safari hii unanihitaji, kesho na kuhitaji. Kwa hivyo hakuna kuni moja inaweza kuwaka kwa moto. Kuni inataka 2 3 iweze kuendelea. Nikilemewa uniombee, ukilemewa nikuombee. Bwana Yesu apewe sifa. Tupatane kule paradiso. Ndio mchi ulio mtakatifu wa Baba. Ndio mahali pale hakuna shida, hakuna masaka, hakuna kilio, hakuna magonjwa. Tukae katika hema la Bwana ya kwamba hatutakaa tena. Kwa hivyo hakuna jambo Bwana hawezi akasuluhisha. Isipokuwa wewe roho yako ikuwe ngumu kama ya Farao. Lakini kumbuka Farao wakati aliyefanya roho yake ikakuwa ngumu, Bwana alituma nini kule? Na kile kiliyotendeka akaamini ya kwamba kuna Mungu. Tukaona ya kwamba akapata kuachilia wana wa Israeli.
Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni vizuri kusikia sauti ya Bwana. Ukiisikia kama wakati huu, usifanye moyo wako kuwe mgumu. Wewe fungua moyo wako, mwambie Baba nakupenda na wewe unanipenda zaidi, ndio kwa sababu ulituma mtoto wako wa pekee akaja akafa kwa ajili yangu. Kwa hivyo vile nakupenda na wewe ulinipenda kuliko mimi sijakupenda. Naomba unirehemu katika hii safari ni zito. Lakini spiti ya kung'ang'ana na ikataa in the name of Jesus. Uniombe ukiwa katika kiti yake, unitulize katika hema lako, unifundishe njia zako na sheria zako. Kile utaka muomba ndiye ataitika. Yeye sio kigeugeu. Yeye hawezi akabadilika kama mwanadamu. Anaweza kukuambia ya kwamba itakuwa hivi, akifika katikati anabadilika, kwa sababu mwanadamu ni mwanadamu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wapendwa, tukae katika neno, tukue na uhusiano wa Yesu Kristo. Katika hii safari Shetani ako katika mbio na ako katika hali ya mapambano. Usiposimama katika neno ndio utetee wokovu wako, utapata uko mahali uchitambui uko wapi. Dunia ya yuwa inataka watu wenye imani. Inataka watu wenye imani, wenye wanaomba katika imani, wenye wanatembea katika imani, wenye wanafanya kila jambo katika hali ya imani. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo ukitembea katika imani, kila jambo, ikiwa chochote unaofanya, uifanye katika imani. Usifanye katika hali ya kupapasa huyu Yesu Kristo, kwa sababu yeye hataki kupapaswa. Yeye anataka mwenye kutembea katika imani. Itaikuwa jambo lililo zito, kuna njia ya kutokea, kuna mlango wa kutokea, kuna mahali unaweza kukanyaga Yesu akuinua ukiwa katika vita. Kwa hivyo usihangaika katika moyo wako. Anahitaji moyo wako ukae ndani yake, roho yako itulie, ndiye ateremuka akiwa hatateremuka tena. Bwana Yesu anatupenda sisi zote. Kama angekuwa ametupenda sisi tungepotea. Lakini kwa ajili ya neema na mapenzi yako, wewe kumbuka, tafakari mahali aliyokutoa, jinsi ulio hivyo na mahali huko. Sitaki mpendo uchione mahali huko. Nataka muone Yesu Kristo. Nataka muone Yesu Kristo mahali yako. Alishinda kifo na mauti na ako juu kwa mkono wa Baba. Ndio saa hii anaenda kusangilia, anongojea wale wateule waliotii sauti yake waende pamoja naye wakati atakaporudi. Kwa hivyo usio na saka, usio na mhangaiko katika safari hii. Inataka watu wenye imani. Safari hii inataka watu wenye imani, wanakaa katika imani, wanaomba katika imani, wanasama katika maombi usiku na mchana. Mwambie Bwana, nifundishe sheria zako, njia zako kila mahali na kanyaga, ebu tukuzwe mahali pale. Usiache Shetani atukuzwe, kwa sababu akitukuzwa utaonekana wewe Mungu wangu yuko. Lakini wewe ukitukuzwa ataamini ya kwamba Kristo wako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo tukae katika neno, tukiseme sana sisi wazizi. Turudi katika maandiko. Daudi alimhurumia Sauli. Kwa nini Daudi akahurumia Sauli? Alihurumia huyu Sauli kwa sababu Sauli alikuwa mpaka mafuta. Lakini alipofika mahali akajiona, akasahau kumuona Bwana. Inaweza kuwa wewe umeteuliwa. Inaweza kuwa Mungu amekurehemu, amekubariki, amekuinua na njia nyingine, lakini muda sio muda umsahau Mungu. Sauli alimsahau Mungu kwa sababu katika ile hali alienda, alifika akajiona kuliko ya kumuona Mungu aliyemuumba. Akamuasi, akatenda kinyume. Lakini jambo moja ilinifurahisha kwa Daudi. Alitimiza ahadi alikuwa naye. Alisema hawezi akagusa mpaka mafuta wa Yesu Kristo. Daudi akasema hawezi akagusa. Lakini unaona makanisa mingi wanapigana na watumishi wa Bwana, wanapigana na viongozi katika kanisa, hamjali Bwana, wananena yaliyo maovu. Lakini Daudi yeye akasema hawezi akamgusa, au akamhurumia, hata ikiwa yeye Mungu alimpeana mkononi mwako. Kwa sababu alikuwa anatumbua ile nchi, alikuwa na wadhulumu, alikuwa anatafuta Daudi ili amwangamize. Lakini wakati Mungu wake alimletea karibu, alimhurumia kumumaliza. Kwa sababu alikumbuka kitu moja, uweze ukacheza na mpaka mafuta, kwa sababu njia zako ziko ya giza na teresi.
Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Unaweza kupata mtu ametoka kwa dini nyingine, ameenda dini nyingine, anaanza kuongea vibaya kwa ajili ya dini ile nyingine. Ole wake. Kwa sababu anatafuta laana, atafuti baraka. Sisi wa Kristo tuchue vile tunatafuta baraka. Kama mmekosana, makosa ni ya kawaida kwa wanadamu. Lakini yale makosa unayasema ni ya watumishi. Makosa ni ya kawaida kwa wanadamu, lakini ujue ya kwamba kile unanena juu ya mtumishi, ichalisi ni nani kwako? Tuko pamoja. Mtumishi hawezi akawa malaika mleteo kutoka bungini. Ama unaongojea malaika. Anaweza kuwa dada yako, anaweza kuwa kaka yako, anaweza kuwa mama yako, anaweza kuwa nani kwako, lakini heshima idumu. Ndio naona ya kwamba Daudi aliinuliwa. Alipofikia Sauli, akapewa mikononi mwake. Wale maaskari wake wakumwambia sasa ni yale aliyenenwa utende. Alipotua ile upindo wake, aliema mara 2 3, akasema hawezi kuuza mpaka wa mafuta wa Yesu Kristo, ongojee hukumu. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaonaje? Inatufunza nini katika hii maandiko? Bwana Yesu apewe sifa. Inatuonya nini sisi wafuasi wa Yesu Kristo? Sisi wa Kristo inatuambia nini hii jambo? Ndio napenda kuambia wengi tuwe watu wa kusoma Biblia. Ukisema Biblia uwezi ukadurumu mtoto wa jirani wake. Ukisema Biblia uwezi ukainuka juu ya mtoto wa rafiki wako. Ukisema Biblia uwezi ukaongea mbaya juu ya kiongozi katika kanisa. Kwa sababu sisi tunaomba na Mungu utenda. Na kila mmoja akona malaika wako tofauti. Uwezi ukaenda ukachochea mwingine akiwa kazini. Unamwasema unaenda kazini kwa mkubwa, unasema huyu hafanyi kazi vizuri, huyu akona hivi, tunaonaje sasa? Tukisema Biblia hatuwezi tukafanya, kwa sababu wewe unahitaji na mimi nahitaji. Kila anaopata siwezi nikaongozewa baadaye wakati huyu ametoka kazi naweza kuongezea. Nitafanya ile yangu tu. Furaha yako ni nini? Tusome Biblia, turudi katika neno. Tujue ni gani yale Mungu wangu anataka, Mungu wetu anataka tufanye na yeye hataki. Ukisoma katika hii Biblia utaenda nyuma ya andiko matakatifu. Utachochea mwingine kazini, utaleta fitina kwa mwingine, sio kwa sababu yeye ni mbaya. Unataka kumhangaisha, unataka kuona ametolewa, unataka kuona rafiki yako ameletwa mahali pale. Ole wako. Ndio namtoa. Bwana Yesu apewe sifa. Unasahau na wewe ya kwamba ile kalamu aliyekuandika ndiye alimwandika. Kuna maandiko sana mtumishi wa Bwana anapenda kuongea senior, anasema kile unachopanda ndicho unavuna. Kama unataka utendewe mazuri, tendee mwingine mazuri pia. Na unajua shetani ni mbaya. Unang'ang'ana wewe, unasema wewe ni Mkristo, lakini unang'ang'ana kupiga watoto vita. Watoto wa jirani yako, watoto wa ndugu yako, wasiche wakazinde wako. Unaonaje? Asiche kaendelea kuwe mtu wa bangi, mtu wa wewe ndio furaha yako. Uchue kile unaopanda, utapanda mahindi leo, ufuna ngano. Lazima utavuna hayo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ndio maandiko natuambia tumuogope Bwana. Kama ni rafiki yake mheshimu vile unajiheshimu. Kama ni mtoto wa jirani yako mpenda kama wako. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha kusema ya kwamba hataendelea mbele. Kwa sababu kumbuka ya kwamba Yeremia alitambuliwa akiwa tumbo ya mama yake. Na wewe uchue mipango ya Mungu ni mpango tofauti. Yaani shetani yeye haoni, anagusa hata mahali akoguzwi. Anaenda mpaka nyumba ile yaendi. Hayo unajua ako katika mbio kwa sababu ya kuungamisa watu wa Mungu. Lakini hili neno ukisimama katika neno na katika imani, utashinda vita. Bwana Yesu apewe sifa. Na wale wanaongoza vipofu kuingia kwa mtaro, watakuja kuingia wenyewe. Wataingia wao wenyewe kwa sababu ukiona kipofu, utasema wacha apite kwa sababu sio mimi ni yeye ataingia. Utamuingiza na utarudi kuingia peke yako. Ujue mpanda kasi ushuka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo
tujaribu kutenda yaliyo mema. Tujaribu kutenda yaliyo mema, tuyatenga yaliyo maovu. Na utayagundua kweli kweli wakati utasoma katika maandiko matakatifu. Lakini ikiwa siku ya Sunday ndio tunasema fungua Samueli wa kwanza 24 kuanzia mstari wa kwanza, utakuwa umeshachelewa. Lakini nakwambia tafuta siku, na kuna wakati masaa itakutafuta. Wewe tafuta, soma neno. Ambia Bwana nahitaji nikuchue zaidi. Kwa hiyo ukitaka uchue huyu Mungu zaidi, utamchua kupitia maandiko. Ukitaka ukae na amani mahali huko, utapitia hii maandiko upata amani. Ukitaka uheshimu mwingine, uchue kukaa na wengine, utasoma hii maandiko. Lakini ukijifanya mang'aa, ulimwengu ni ya mang'aa. Na ulimwengu ikiingia itakufuruga mpaka utakuwa uchi moto. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko atuambia Daudi alimhurumia Sauli. Ikawa Sauli aliporudi baada ya kuwafuata Wafilisti, aliambiwa ya kwamba Daudi yuko katika nyika ya Engedi. Nirudie. Ikawa Sauli aliporudi baada ya kuwafuatia Wafilisti, aliambiwa ya kwamba Daudi yuko katika nyika ya Engedi. Ndipo Sauli akatua watu 1000 waliochaguliwa katika Israeli wote, wakaenda kumtafuta Daudi na watu wake juu ya machabali ya busi mwitu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati Sauli aliporudi kumtafuta wale Wafilisti, alikuwa na watafuta wale Wafilisti kuleta amani ama kuangamiza? Bwana neno latuambia kwamba alipomaliza kuwatafuta, alisikia ya kwamba Daudi ako katika hiyo area. Akaenda katika nchi ya Israeli, akakusanya watu 1000 ndio wakusanyike ili wamuwinde nani? Daudi. Bwana Yesu apewe sifa. Sauli alikuwa mfalme bahali pale. Maandiko yatuambia baadaye Daudi akateuliwa kuwa mfalme mkuu. Lakini katika hali tunaona ya kwamba Sauli hakupendezwa na uteuzi wa nani? Wa Daudi. Ndio alipofuata Wafilisti, akasikia ya kwamba Daudi ameonekana katika ile nchi. Ndio maandiko yatuambia akakusanya watu 1000 kwenda kupigana na yeye. Kuna Yuda atakuja apigane nayo, lakini hata kuona. Haleluya. Kuna wale watajipanga ili wapigane na wewe. Wataenda kona ine ya nchi watafute roho yake. Lakini Mungu yeye ni nani? Yule unaabudu usiku na mchana, usimwache kumwabudu. Yeye atakuinua, atakulinda wakati wako wote. Yeye atakusimamisha katika neno ikiwa wewe utaamini. Ukae katika imani na katika maombi. Alipomtafuta huyo Daudi, maandiko yaniambia akufaulu katika mipango yake. Alitafuta 1000 akuja kupigana naye. Lakini Daudi alipoangalia akaona 1000 ni kama mtu mmoja, kwa sababu alijua ya kwamba kuna Mungu aliyejua atamtetea. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Maandiko yatuambia alichagua, akatua watu 1000 waliochaguliwa katika Israeli wote. Akaenda kumtafuta Daudi na watu wake juu ya machabali ya busi mwitu. 3. Akafika penye masizi ya kondoo kando ya njia, na huko kulikuwa na mpango. Sauli akaingia ndani ili kwenda hacha. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Wakamfuata Daudi kwa ajili ya kumwangamiza. Maandiko yaniambia walipoingia mahali pale walikuwa wameenda mpaka sisini ya kondoo. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yaniambia walipofika karibu mahali pale maandiko yaniambia kwamba kulikuwa pango. Sauli akaingia mahali pale kwa ajili ya kujisaidia. Unajua Mungu ni nani? Unaweza kufuata mtu wake upate kumwangamiza, lakini kule katikati kuna mtego iko mahali pale ili upate kuangamia. Haleluya.
alimfuata mbio, akasikia Daudi yako mahali pale, akatua watu 1000 ili waende kumwangamiza. Wakiwa katika njia, wakaingia katika mazizi ya kondoo. Kulikuwa na pango mahali pale, wakaingia ndani ili kuenda shughuli zake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maandiko yatuambia mahali pale, na Daudi na watu wake walikuwa wakikaa mule bangoni ndani sana. Mahali alipoingia peke yake. Si unaona ameacha maaskari nje? Bwana Yesu apewe sifa. Sauli aliacha wapi? Aliacha maaskari nje. Akasema wacha niingie baada nimalize haja yangu. Hakuchua kwamba Daudi yako mahali pale. Mnaonaje? Unaenda kutega mtu wa Mungu, lakini uchue mahali unaenda katika mtego, kuna yule atapeleka uchumbe kwa baba. Na mahali pale umeenda, uchue kuna mahali pale ulisi alikuwa kali. Kumbe yule umetuma the wrong person. Amepeleka uchumbe. Haleluya. Watu wa Mungu tuko sauti iko chini. Kwani muliama katika neno. Maandiko yatuambia Sauli aliposikia kwamba ameonekana Daudi, alitua watu 1000. Na maana wakafuata hiyo njia, wakafika mahali palikuwa na pango. Akaingia ndani, akaacha maaskari nje kwenda kufanya nini? Kwenda kuacha yake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Lakini ukumbuke mahali pale kulikuwa na Daudi, walikuwa wamepumzika. Lakini hawakuwa aware kwamba Daudi yako mahali pale. Mnaonaje mipango ya Mungu? Mipango ya Mungu sio kama mpango wa mwanadamu. Unaweza kupangia mwenzako maovu, ukisima chimo usime chimo kiasi. Ukichimbia mwenzako simo, chimba simo kwa sababu ukichimba mikubwa unaweza kuteresa ingie mwenye. Haleluya, tupigie Kristo makofi. Alipoingia mahali pale hakuchua kwamba kuna mtu, lakini walipomtazama wakaona vile anakuja na anaenda mahali alikuwa anaenda. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ukichimbia mwenzako simo kiasi, usichimbe kubwa, unaweza kuingia. Tunaonaje? Mungu wako asiye rara kwa wale wanaomwamini na kumucha. Mungu ache kwa wale watu wake wanaomuomba usiku na mchana. Neema yako sio yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Ile miaka nimeweka nikaa ulimwengu sio yako uliwekwa. Lazima ombe ya kwamba utaomba tena. Wakati aliyokuita na kuniita ujue yale tuliongea na yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ukichimba simo kwa mwenzako, uchimbe kiasi mpendwa. Usichokatereso ingie ndani. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ukitisia mwenzako giza, waangalie usichokaingie kwa giza na wewe pia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo maandiko yatuambia kwamba aliingia ndani sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na Daudi na watu wake walikaa mule pangoni ndani sana. Mahali Sauli aliingia. Nao watu wa Daudi wakamwambia, tazama, walipoona Sauli, tazama, hii ndiyo siku ile aliyokuambia Bwana, angalia, nitamtia adui yako mikononi mwako. Nawe utafanya nini? Utamtendea yoyote utakayoona kuwa mema. Basi Daudi akainuka, akaukata upindo nafasi lake. Akainuka na akakata upindo nafasi lake Sauli kwa siri. Alimwambia aje? Wale waliokuwa nao wafuasi walikuwa wa Daudi ama machesi yake. Wakati walipoona yule Sauli katika lile pango, wale wafuasi wa Daudi wakamwambia, sasa ona, hii ndiyo lile Bwana alinena.
alisema atamuweka mikononi mwako. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio nasema ukichimba simo, chimba kiasi, usicho kaingia wewe mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Akaambiwa sasa ndio wakati wake imefika, amepewa huyu adui mkononi mwako, nawe utamtendea yoyote utakayoona. Sauli alikuwa anasumbua Daudi sana. Wakati alipokutana mahali yako kwa siri peke yake, aliachiliwa mikononi mwake. Na wale walipokuwa pamoja nao wakamwambia, sasa umepewa vile Roho wa Bwana alinena. Najua Roho wa Bwana kumwelewa itakuwa ngumu sana kama uendi katika kiroho. Unaweza kuamuka uone pesa mingi katika nyumba yako usiku, uamukie ukitafuta hiyo pesa lakini ukose. Ndio atuchakata Roho alinena. Roho alinena kwa Daudi, akamwambia kuna siku nitamkabidhi adui wako mkononi mwako. Ufanye vile wewe unataka kumjaribu. Yesu Kristo wakati alikaa katika hali ya kusali siku 40, alipelekwa wapi? Alipelekwa nyikani. Na mahali pale kule nyikani alisimamishwa, akaambiwa, tazama ile majengo ukiniabudu nitakupa vile unaona. Lakini halimjibu Shetani aje. Imeandikwa. Sijui kama wewe unatembea katika neno. Unaweza kuwa na majaribio katika kazini. Unaweza kuwa na majaribio katika ndoa yako. Unaweza kuwa majaribio mahali popote, huko ni sokoni, mahali popote. Wewe unatembea katika maandiko. Unaweza acha kujibu adui wako maandiko kama wewe useme maandiko. Ndio naona watu wengi hawajui kukaa na majirani, hawajui kukaa mahali wanakaa, hawajui kukaa na wafanyikazi wenzake. Wako very rude, wako na jengine vai, wako katika uchochezi na vitina, ana huruma. Lakini kumbuka maandiko yatuambia Daudi alikuwa na huruma. Wewe ukichochea huyu mwingine umtoe kazi atakula nini? Wewe utupa roho mbaya kwa huyu mtoto asurure, yeye atakusaidia nini? Hakuna kitu itakusaidia. Kwa hivyo lazima tuangalie sisi wa Kristo tunatoka wapi, tunaelekea wapi. Maandiko yanatuambia kwamba Daudi alikuwa na huruma. Alikuwa mcha Mungu, alikuwa anaguswa. Na kitendo hii wakati hao watumishi wake Daudi walimwambia kwamba sasa umepewa vile neno iliyosema, umetiwa mikononi mwa. Maandiko yanatuambia kwamba akamwambia, alikuambia nitaweka maadui yako mkononi mwa. Na wakati mtakutana nayo uko na uwezo wa kutenda chochote. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maandiko yanatuambia Daudi akaifuta upindo ukakatika nafasi lake Sauli kwa siri. Akalikata kwa siri. Alienda akalikata kwa siri. Sauli alienda huko kufanya nini? Alienda kula mwengo kupumzika, akaacha wale maskari wamemuli. Usingizi akamchukua mahali pale. Wakati walipokutana na hao wafuasi wa Daudi, walipomuona wakamwambia, sasa umeletewa mikononi mwako. Mungu anaweza kucha katika majaribio katika nyumba yako. Mtoto wako anaweza kukua kikwazo, usipokuwe na amani ya kuomba. Bwana wako anaweza kukua kikwazo na akwambia unanipigia kelele. Mke wako anaweza kukua na kikwazo, anakuletea shida. Utafanya nini? Mfanyisako mwenzako anaweza kuwa anakukwaza hata una amani mahali huko. Utafanya nini? Daudi aliletewa Sauli, na Sauli unachua alikuwa anatafuta Daudi amwangamize. Wakati alipoingia ile pango, alienda akachukuliwa na usingizi, na maskari wako walikuwa wapi? Nje. Sasa akaambiwa umeletewa vile Roho wa Bwana alinena, ile Bwana alikwambia nitaleta adui yako mikononi mwako, sasa tenda kile unayotaka. Akaifuta upindo, akakata fasi lake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini hakumkata? Maandiko yatuambia ya kwamba Daudi alikuwa mwenye huruma.
Bwana Yesu apewe sifa. Malaika wa Daudi alikuwa ndani yake, alikuwa na huruma. Hata ikiwa huyu alimsumbua sana, lakini alikumbuka kitu mmoja. Alikuwa mpaka mafuta wa Yesu Kristo. Na wewe uchio unapigana na watumishi wa Bwana. Na wewe uchio unapigana na viongozi. Na wewe uchio unapigana na mtu hujachua ametoka wapi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Unajua kuna kila kitu inakuja wakati uko hapo. Kitaka upate baraka, tafuta baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Sio kupigana na wengine upate baraka. Mimi unajua nikikaa kwangu ni maombi, kanisa inakuja kama video. Unaona yule ameteleza wapi? Unaona yule kuna mtoto amefundishwa njia yake anapigana na mimi. Unapigana na mimi na hapo unakuja ni kuadvise uende kusoma. Unachukua papers kwangu, unataka advice kwangu, unapigana na mimi. Utaweza kweli? Kuna mtu anaweza kupigana na ukuta aweze. Unataka usaidiwe na unapigana na huyo unataka akusaidie. Unataka kuadvise, unataka kupigana naye. Utafika wapi? Shetani mbaya bwana. Amekokota wengi amepeleka uhasimu. Unapigana na kanisa. Na unajua kuna wafanyikazi watumishi wa Bwana wa roho. Bwana Yesu apewe sifa. Unapigana na watoto. Raundie wasipite, watapita wote. Hawezi wakapita nusu. Wakati ungenyenyekea Bwana umwambie Bwana, katika maisha niko nao iko na milima na maponde. Na vile iko na milima na maponde, unisaidie nipata kufika kule paradisi. Sasa unatoa wapi unaanza kupigana na watu? Dilia roho yako Bwana. Dilia roho yako. Wacha kuwa kama Sauli. Dilia roho yako, ambia Bwana na kuhitaji. Na kuhitaji uniinue usiku na mchana. Na kuhitaji utende makubwa. Na kuomba Bwana unitume katika kiroho. Nichue kutambua ni nani nayo mwabudu. Unajua kuna wale wako katika safari, wako kwa njia lakini hawajui wanaenda wapi. Wako kwa ajili ya wakati, wamepoteza njia. Kwa hivyo lazima uombe sana. Ujue ni Mungu wa aina gani unaoabudu. Usingangane. Unaweza kungangana na mtu upate umekufa umejiacha. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Wewe ngangana na ufalme wa mbinguni. Wacha kungangana na jirani yako. Wacha kungangana na mfanyikazi mwenzako ati atolewe mahali. Wewe uliwekwa kule na ndege. Ulienda na ndege huko. Lakini ujue Daudi Sauli alikuwa anatafuta Daudi amwangamize. Lakini wakati alipata opportunity ya kumwangamiza, alimhurumia. Kumaanisha alikuwa na roho ya huruma. Nakumbuka sio wote walio wa Kristo walio na roho ya huruma. Kwa sababu sio wote wako kanisani. Bwana Yesu apewe sifa. Nena kwa rafiki yake, nena machache, usinyende mengi. Kwa sababu unaweza kuacha umeradiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo sisi tunamwona uso wa Bwana. Sisi tunasongea kwa Kristo. Tuwe watu tunaamini Kristo. Sio kuamini miungu yenye tuniweka kama kinga. Ndugu mmoja aliniambia ati kule kwetu uwezi ukatembea bila kinga utaroa. Lakini Zaburi 115 yaniambia Mungu ni Mungu anayekucha kuhukumu miungu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Nitembea mahali pengine nikapata watoto wameweuzwa wamekuwa wajinga. Na je, yule anaofanya hao watoto wakiwa njinga anafaidika nini? Kwa sababu usiku anaona mandege na magari kwake na manyumba kubwa, asubuhi akiamuka yeye hana kitu. Unaonaje wewe? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sisi tutafuta uso wa Bwana, ya kwamba hatutafuta tena. Tukae katika nene, tukae na roho kama ya Daudi. Sio roho ya kutataniza wengine, sio roho ya kuona yule anaenda kufaulu, unaanza kumkura pole pole. Ukiona anahangaika, hiyo ndio furaha yako. Ukiona hana kitu, hiyo ndio furaha yako. Ukiona yule mtoto asomi, hiyo ndio furaha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Hiyo sio furaha yako. Kwa sababu watoto wote ni wazuri. Hakuna mtoto alizaliwa akiwa mjinga. Ujinga ni wa Shetani kwa sababu amefanya kumtumia ama kumruhusia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo sisi wa Kristo tuogope kutenda yaliyo maovu. Ukiogopa kutenda yaliyo maovu, umeogopa kuasi mbele ya Bwana. Na
Bwana anakuinua wakati wa vita na wakati wa majaribio. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye kufungulia njia, yeye kuinua mahali popote endapo ukikutana na maovu, yeye ukikinga. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tumuamini Bwana, tumuogope. Kumuogopa Yesu Kristo ni kuogopa kutendea mtoto wa jirani yako maovu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo tukae neno tukipendana sisi zote. Kwa sababu katika hii safari utui wakati utashuka wapi. Wewe utashuka wapi? Mwingine atashuka wapi? Unaona? Utui wewe utashuka wapi, unatakutana na nani? Ukishuka wale utaendelea kuacha ama familia yako watakutana na nani mbele? Wewe ogopa Mungu. Wacha Mungu aogopwe. Apewe sifa na shukrani simrudie. Tutembee katika neno, tukitenda yaliyo haki, tukipepeana misigo kweli kweli. Haleluya. Basi Daudi akainuka akaukata upindo na nafasi ya Sauli kwa siri. Lakini baada ya ukata, Roho akamuongoza akakata. Kwa chini huu Sauli alikuwa mtu muachi, mtenda maovu. Lakini wakati Mungu alimkabili kwa Daudi, maandiko yaniambia kumuua, alikata nafasi yake. Kupeana thibitisho kwake. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yanatuambia lakini baadaye moyo wake Daudi ukachoma. Haleluya, tupige Kristo makofi. Unajua kuna yule akitaka atenda maovu anasikia roho nakataa. Kuna yule Mkristo akitenda dhambi anasikia analasimishwa afanye nini? Aombe kabla hajatoka hiyo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kuna chombo inakucha wakati ufaro. Maandiko yananiambia ya kwamba Daudi alienda katika hilo binga akapata yule ako katika hali ya kugoro. Na baada aliyompata mahali pale kaambiwa bawa sasa andiko inatimika. Ni andiko ile iliyonenwa. Lakini kunenwa uwe. Nataka mnielewe vizuri. You have power. Tuko na power ya kuomba chochote kifanyikane. Lakini haturuhusiwi ufanya chochote kabla uamuzi wa Yesu Kristo. Kwa sababu kila mmoja ako. Kwa sababu kuna yule unapata anang'ang'ana na watumishi wa Bwana. Anaona afanyiwi kitu amefika. Sio ni maombi yanakosa fanya. Tuko na maombi ya kufanya. Lakini tuko na neema ya Bwana. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu kuna wale wamewekwa wakati wa maangamizo. Kuna wale wamewekwa ajili ya wakati. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usihangaike sana ukiona haya yote yametimia kwa sababu utukufu wa Bwana uonekane. Na yule ako katika giza anayetenda maovu, anahangaisha majirani yake, anahangaisha wafanyikazi wake yako, jua kwamba chuma yako iko motoni. Bwana Yesu apewe sifa. Unarogota takataka unawekelea wenzako, unaongea maovu, unasahau mahali umetoka. Unaenda kumwachia, unaanza kumwendea chini. Unasahau wewe sida hilo ulikuwa nayo. Kule kazini unataka yule atolewe, sijui ulete malaika uweke. Kuna malaika? Yaani wewe umesahau mahali ulikuwa, jinsi ulivyo. Nataka tuelewane. Tusije tukaone mahali tumesimama. Nataka tumuone mahali Yesu Kristo alikuwa na kashinda kifo na mauti. Ndio tukapata ushindi. Na ushindi tulipata, tuitumie vyema. Tusitumie kwa ajili ya kuangamiza wengine. Tusitumie kwa ajili ya kuvuruga wengine. Tutumie katika roho ya upendo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ile uhuru tuko nayo tusiweke vibaya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Tukae kwamba hatutakaa tena. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Na mkumbuka mwaka 2000 niletewa mfanyikazi. Sio mfanyikazi, ni mtoto alikuja kuombewa, lakini ikasemekana hataweza kurudi kule kwao. Na huyo kijana alikuwa hali mbaya sana. Tukakaa na yeye
Kwa sababu hata mimi ndio nilikuwa nachukua kikombe na mkulisa mikono kutaka kusika kikombe vizuri. Ilikuwa inatingika. Alikuwa anatoa makamasi, ni mtoto alikuwa mwaka alikuwa na umri 19. Nikafunulia na yeye, jirani akakuja akaniambia, hata ikiwa wewe unaombanga, mbona unafanya hii kitu mtu anamwaga makamasi aende kwao? Kamwambia Mungu kuleta kwangu alikuwa na sababu. Tupige Kristo makofi. Tukavumiliana, akaombewa, akaniambia Mate, nataka niende nikusaidie kazi kule mtoni. Kamwambia basi enda. Bwana Yesu apewe sifa. Usikulie sani na itabikie juu. Kwa sababu itakuchoma. Akakaa akapona akawa. Sahi yako na watoto na mke. Nako sawa, nashukuru Bwana. Kwa sababu alipata ndoa, lakini kutoka mahali pale alichochewa na yule nililisa. Kasema go ahead. Staki hiyo mama. Ako na pesa zako 16,000. Alikuwekea, mnaonaje? Nani anaweza kustaki mtumishi wa Bwana na faulu? Akona mtetesi wake kule juu mbinguni. Wakati Ayubu alistakiwa na Shetani, alifaulu? Hakufaulu. Akasema ya kwamba hii mali umempatia ndiye nafanya anachiringa, anavumilia. Kamwambia toa kila kitu unataka lakini usiguze roho ya. Ayubu ako wapi? Ako mzima ama hayuko mzima? Zaidi ya hapo, si kuangalia kile chaso mahali alitoka mpaka mahali amefika. Ni mshukuru Bwana. Kamuita kijana kuja. Akakuja. Nimesikia vununu. Iko aje? Ni pesa ngapi tena nikuongezee juu? Akaniambia Mate, wacha niongee ukweli. Kamwambia ongea ukweli kijana. Unakumbuka ile mahali ulikuwa? Kaniambia nilikuwa mbaya sana. Hata nashukuru nikiwa msima naweza kuandika warakabu nifanye. Hata nakumbuka wakati unanipatia chai na kikombe ukinikulisa kama mtoto. Unaona? Sasa akaniambia bana, hawa wananimisiriti. Hawa watoto uko nao ndio wananiambia nifanye hii. Unaonaje? Ukichana tuko nayo. Relative wako ananiambia sasa enda mbele umustaki. Unaonaje sasa? Unaweza kwa sahani umekulia. Bwana Yesu apewe sifa. Nashukuru huyo kijana alisimama akasema hapana, naambiwa lakini mimi sijafanya. Kamwambia enda mbele kiu kuna saidia. Akaniambia mimi siwezi kufuruga lakini inarasimishwa niseme pesa kidogo itoke. Mnaonaje? Na yule alisaliwa na pesa. Kila mtu you have to struggle. Unaona? Mawaida. Ndio nasemanga pokea neno, usipokee maneno ya watu. Kwa sababu kuna yule mtu anaweza kukuongoza vibaya. Kwa sababu anaona unaenda kufaulu. Sasa anakuja na shortcut ndiye akutenganishe na mahali ulikuwa unaenda kusaidika. Uchaona hayo? Yaani analeta shortcut ya haraka ndio mkosane na yule mliokuwa na yeye. Na mkikosana mtu mnayokosa ujue ya kwamba ako na plan B bwana. Msaidie akiwa mbali. Ako na plan B. Yeye Shetani amekuja kuleta utanganizi. Kuleta gabu kati yako na yake. Kwa sababu alijua kuna baraka iko mbele yako, unaweza kufaulu katika ile kuna matunda. Anajaribu kuizuia usicho kaingia, ndiye akutenge kutoka mahali ulikuwa unafaidika. Unaonaje? Bwana Yesu apewe sifa. Lakini namshukuru wakati msichana wangu wa kwanza alienda ng'ambo. Alikuja akachanga 500 na alikuwa anafanya mchengo. Tupige Kristo makofi. Aliniambia saa hii ako sawa, ako na ndoa, anataka ndoa yako iombewe. Na hata ukimuona mwenye alikuwa anamjua, hata kumbuka kama ni yule alikuwa anamwaga mate na makamasi. Akiwa na 19 years. Bwana Yesu apewe sifa. Au kuwa anashika hata kikombe, hiyo ni ushuhuda niko nayo kali sana. Kwa sababu Bwana anamtendea. Nafurahia tukikutana naye, anakaa salama Bwana. Sasa tunatakaje? Ni uchochezi, ni fitina, ni kuwekelana matobe ama ni nini? Tufanye mema, tumuongojee Yesu Kristo atubariki. Ufanye mazuri, tuopokee neema kwa Bwana. Ukitenda mazuri, utapokea mema. Ukitenda maovu,
maovu yatakuandamana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tuone lile suluhisho Bwana aliweka juu ya Daudi. Akamwambia basi, wale maadui yako kuna wakati itafika ni wakabili mkononi mwako. Na chochote unataka wakabili, utende chochote unaotaka. Kama ni kuua, angeua Sauli. Si alikuwa anamtafuta amue, alipisha kisasi. Lakini Sauli hakuua. Unaonaje ta? Unang'ang'ana na nani katika maisha yako? Ng'ang'ana na ufalme wa mbinguni ndio pokee baraka. Wacha kung'ang'ana na jirani yako. Wacha kung'ang'ana na ndugu yako asikushinde. Wacha kung'ang'ana na relative wako. Wacha kung'ang'ana na ufalme wa mbinguni ndio pokee baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Uking'ang'ana na ufalme wa mbinguni utabarikiwa. Na katika hii taifa utapanuliwa. Kupaniwa katika baraka, utakosa, utakuwa kiu. Bwana Yesu apewe sifa. Utaonekana ukiwa mbarikiwa kwa kila sehemu. Kwa hivyo chunga sana, ukichimba simu, chimba kiasi. Kwa sababu ukichimba pana utaingia wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ukichimba pana utaingia wewe mwenyewe. Kwa hivyo wakati Daudi aliyokata lile fasi kizuri, baadaye maandiko atuambia akasikia Daudi akachomeka kwa sababu amekata upindo wa vazi lake Sauli. Alichomeka, roho yake ilichomeka. Akaona sio kitendo kizuri awe. Hata ikiwa aliruhusiwa awe. Maandiko yatuambia alikuwa na roho ya huruma. Sio wote unaweza kukimbisha, unanena maovu juu yao, unawaendea kwa wachawi na waganga, unawatafuta na sumu waue, wanaendelea kukupenda. Sio yule anakupenda ni mtu aina gani? Ni kama Sauli ama Daudi. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka tufunguke macho kwa sababu tuko katika mafundisho. Tujue ni gani yaliyo mema mbele ya Bwana, ni gani yaliyo maovu. Sio yule mtu ulichochea ukainukia kazini, akafuta kazi, anakupenda tu, unaona ni kawaida, unaona alisahau. Alisahau nani alikwambia alisahau? Ni neema ya Mungu. Ni ile roho Mungu amemwekea. Inafaa wewe uliotenda maovu juu yake uende kwa makoti. Umwambie Bwana akuhurumie na akusamee kwa sababu ulienda kwa wrong number bila kujua. Shetani ni muongo. Ulienda kwa wrong number, usione ni kawaida. Anakupenda, anakushughulikia, anatenda yote, uone ni kawaida. Nataka uende kwa maombi uambie Bwana, kule kazini nimechochea watu wengi kuwatoa kule kazini. Na mimi ningali kule kazini naendelea kufanya. Kwa sababu mimi tunachuana na yule. Omba sana. Uomba sana. Uende kwa makoti. Waambie Bwana unirehemu na unisamehe. Kwa sababu kile kitendo niliyofanya sio kizuri. Watu wanahangaika kule nje. Ndugu nilimtoa, dada nilimtoa. Rafiki yangu nilimtoa anahangaika, analia machozi. Usije ukamalize pamoja na nyumba yako. Yeye ana struggle kupata kale ka strong. Anakula na wewe una starehe. Kumbuka, nataka uangalie mahali ulianzia. Sitaki uangalie mahali yuko. Icharisi uko kiwango gani kule mahali unafanya. Icharisi hiyo biashara yako imenukaje. Icharisi mahali uko kazini unapendwaje. Lakini nataka ufikirie mahali ulitoka. Ujalete hayo maguaso uunganishe. Kule mahali unakaa uko chizi wapi? Na mahali ulipotelea ni wapi? Mahali ulifanya ile kilio na hangaisa mwingine. Mahali ulipotesa ya mchane yatima ni wapi? Haleluya. Mahali uliongosa kipofu akaingia kwa maji bila kujua ni wapi? Ndio laana iondolewe juu yako. Unaweza kuona ni kawaida wewe unaendelea. Lakini yule mahali anaenda kuna masaka na kilio juu yako. Anasema yule ndiye aliniongoza vibaya. Kama sio yule singekuwa mahali hapa. Anasema yule ndiye alinivitini. Hata kazi yangu ikaisha, kama sio yeye singekuwa mahali hapa. Usikubali hiyo machozi yakufuate. Itakumaliza.
wewe utaona umetenda vizuri. Umefanya mabadiliko kule sokoni, umefanya mabadiliko kule kazini, umefanya mabadiliko kule kanisani. Kila section ulio nao mfanye mabadiliko, wewe ufurahie. Lakini uchoe akilio, machozi usije ukafanye mwenzako akalie. Usije ukafanya mwenzako akalie. Usije ukafanya mtoto wa mwenyewe akilie kwa sababu umemtumia roho ya kumtoa mahali yako. Tuko pamoja. Najua dunia hii wengi wanachifanya don't care. Yaani wamefunikwa ile kiambasi wana Israeli. Wasienda nyuma wala mbele. Wakati Musa alitumwa mahali pale, wakaenda kumtoa mahali pale, walipofika changwani hawakoona, wakaanza kutenda na kulalamika. Kuna wale wa Kristo wengi hawasibi. Ama wakisiba wanamsahau Mungu. Wanaanza kunena juu ya mwingine vibaya. Wanaanza kunena yule aliyewashika mkono akaupeleka kazini vibaya. Wanasema sasa muangalie mahali yako. Karamu ni moja, sio mbili ama tatu. Bwana Yesu. Kwa hivyo uchunge sana kile unaotoa katika mdomo wako. Isiche karudi kwako ikakuchome. Kile unayonena katika ulimi wako, kile unayotoa katika kinywa chako, uchunge isiche karudi ikakuchome. Wengine wamefaulu, hawana heshima kwa watumishi wa Bwana. Wanaongea vile wamata. Uchunge sana ile unayonena isirudi kwa roho yako kuchome. Unaonaje sasa wa Kristo? Iko poa. Uchunge sana kile unayonena katika ulimi wako, katika kinywa yako, isiche karudi ikakuchome, ikakuachia vidonda ndani yako. Kwa hivyo umwabudu Bwana katika roho yake na kweli. Katika kufaulu wako ujue ulianzia wapi na ukaenda wapi. Katika yule anayekusika mkono ichadisi yeye ni nani? Lakini mkumbuke kama shujaa kwako. Ni wangu ama ni kweli? Mkumbuka kama shujaa kwako. Kwa sababu hata ikiwa alikusika mkono kwa muda mchache, ulifaulu kwa hiyo muda kwa sababu ungeangamia, lakini Mungu akakuinua katika yeye. Wengine wanamuongojea Yesu Kristo wamuone. Utamuona ya kwamba utamuona ikiwa utaamini. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima tukue na imani. Lazima hata mwanafunzi aheshimu yule mwalimu anaofanya ndisa. Asiche akipata kosa baadaye kuongea ukweli anachochea yule mwalimu. Hiyo laana itakuandamana. Ndio tunasema uchunge sana kile unatoa kwa ulimi wako isiche karudi ikakuchome ukakosa amani. Bwana Yesu apewe sifa. Ni wakati tulio nayo wa kufundishana, kusemesana. Katika hii safari nataka mimi na wewe tusikane mikono. Sio kukuenzana, sio vita. Usigo mzema, unaema the wrong number. Sababu neema ya Peter na neema ya John ni tofauti. Utahamia John upata kuna malaika Mikaeli, atakuja kuwa atashuka ya kwamba atazuka tena. Utasema umeroa. Utasema umefanywa nini? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tuamini Mungu peke yake. Tuamini Mungu katika neno, tuchenge na kutufungua. Tukae katika neno tukiogopa Mungu. Ukiogopa Mungu, lazima uogope jirani yako, mtoto wa jirani yako kumtendea maovu. Bwana Yesu apewe sifa. Kumtendea maovu lazima uachane nayo kabisa. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio tafute baraka. Watu wengi katika makanisa hawajui kutafuta baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwamba Mungu akuwafundishe njia unayotafuta baraka. Hii ni wakati wa kumwabudu ya kwamba hatutamwabudu tena. Kwambia Bwana ikiwa kuna mahali tulikosea katika hii wiki utusamee. Lakini rudia ndio mbaya Bwana. Kurudia ndio vibaya. Ni kama kumjaribu Bwana. Ni kama Shetani alienda kujaribu Yesu Kristo wakati amesali siku 40. Unaona mtu anafunga siku 40 na wewe kufunga kwako ufungu unakula ukiwa unaomba, unaomba ukiwa umelala. Unaenda kupigana na mtu anasali, anaenda mlimani. Hadi unataka kupigana na yeye. Unataka kupigana na nyumba yake.
Tapigana na nyumba ya Cheni, na Cheni anapanda mlimani anamuita Bwana. Anatoa sadaka vile Samueli alitoa sadaka kwa ajili ya nini? Anasimama anatoa sadaka kwa ajili ya kanisa kusimamisha vita. Na hiyo sadaka ikikufikia inakung'oa. Sio tafadhali, inakung'oa. Bwana Yesu apewe sifa. Inafanya nini? Hiyo sio tafadhali wapendwa, situdanganye. Unapigana na jirani, na jirani naye anaomba usiku mzima saa 9. Akiwa anaitia watoto wake neema. Akiwa anaambia Bwana watoto wa Mungu alinde watoto wake. Wewe unaenda kupigana na watoto wako. Unajua unapigana na nyumba yako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tujue vile tunamwendea huyu Yesu Kristo. Tujue vile sisi tunafanya nini? Bwana Yesu apewe sifa. Ujue Elikana alikuwa mmoja wao wa kuibia Daudi siri, si ndio? Hata baba yake alikuwa mpaya juu ya Daudi, hakufuata upaya wa baba yake. Alikuwa na utu wa moyo. Akamwambia, sasa wewe utaenda ufanye na hivi na hivi, na wakati nitaona baba ameandaa nitakwambia. Hiyo ni upendo aina gani? Kumaanisha katika ile nyumba ya Sauli Elikana ndiye alikumbukwa. Ni uongo ama ni ukweli? Na wewe uwe Elikana mmoja, uwe ni nani? Kwa sababu mimi napenda kusema Shetani aingie mtu mkubwa, anaingia mtoto, anaingia mtu mkubwa, si ndio? Kama wewe ibilisi amekujaribu, umeingia umeanza kuambiwa mpigane na watumishi, ole wako. Wewe nakusoma nikiwa kwangu kwa nyumba. Na roho ikikataa inakataa. Bwana Yesu apewe sifa. Elikana alisema hawezi, akisimama imara, akaona huyu ni mtumishi wa Bwana, siwezi nikagombana naye. Hata baba wa Elikana anataka kumuua, siwezi nikakaa saidi ya baba nikang'ang'ana na mtumishi wa Bwana. Yeye Elikana alijitafutia baraka ama hakujitafutia? Alijitafutia baraka. Na wewe jitafutie baraka bwana. Wacha kung'ang'ana na jirani yako, wacha kung'ang'ana na wanafunzi, wacha kung'ang'ana na watumishi wa Bwana. Jitafutie baraka. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Tupigie Kristo makofi. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Tuendelee katika maandiko. Tuko na mstari wa ngapi? Wa 8. Tulitoka ya kwamba lakini baadaye moyo wake Daudi ukachomwa kwa sababu amekata upindo wa vazi lake Sauli. Akasikia hayuko sawa. Akawaambia watu wake, hasha. Wamemwambia sasa umeletewa mikononi. Usimwachilie mtu ametusumbua. Usimwachilie mtu ametusumbua. Mumalize. Bwana Yesu apewe sifa. Si kuna wale wamewekwa mbele yako wasema wakumalize, si ndio? Lakini kama sio Mungu ungekuwa wamesahau, hata wao wamerishwa na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaona kwamba Sauli Daudi akawaambia watu wake, hasha, nisimtendee bwana wangu Masihi wa Bwana neno hili, kuonyesha mkono wangu juu yake, kwa maana yeye ni Masihi wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Tupigie Kristo makofi. Wakati waliomjaribu kumwambia kwamba mumaliza, lakini yeye alikataa. Akasema hawezi akatendea Masihi wa Bwana yaliyo maovu kupitia kufanya nini? Kumwangamiza Sauli. Hawezi akanyorosha mkono wake juu yake, kwa maana yeye ni Masihi wa Bwana. Akasema huyu ni Masihi wa Bwana, ni mteule wa Bwana. Hawezi akanyorosha mkono wake akamuue, hata ikiwa amegeuka, amekuwa kigeugeu, anataka kumaliza, lakini yeye hawezi akamaliza. Hawezi akamwea damu haina hatia. Haleluya. Basi Daudi akaishuia watu wake
wake kwa maneno hayo, asiwaruhusu kumsambulia Sauli. Waliamua wamsambulie, lakini akawasuia kwa maneno. Hawezi akafanya hiyo kwa sababu ni mteule wa Bwana. Nataka tuangalie wapendwa. Unapata makanisa mingi ama hata hapa watu wanapigana na watumishi wa Bwana. Lakini unaona huyu Sauli na Daudi wote walikuwa watumishi, isipokuwa Sauli alifika akageuka kwa sababu ya roho ya wivu. Si ndio? Hakutaka yule akuwe kiongozi. Aliona wivu, akaona ili ammalize. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini wakati Mungu alimweka mikononi mwake, alikataa asigusu na siwawe. Akakata vazi lake badala ya kumua. Akamwambia, mimi siwezi nikatenda haya mbele ya masihi wa Mungu wa Bwana. Lakini ndio naona mara mingi watu wengi wanang'ang'ana. Mtu anapewa anaenda na mielisi kwa kanisa ili kujaribu mtumishi wa Bwana kama anaona. Wanaweka mikutano ya giza ndio kwenda kupigana na watumishi. Wanapepa masumu kwa masalehe ndio waangamize watumishi. Mnaonaje ya kwamba ikiwa Daudi aliogopa na ni mtumishi, wewe ni nani? Wewe una target watu wa Mungu, wewe ni nani? Yeye aliogopa akasema hawezi akafanya. Kwa hivyo kitu kimoja tulisoma kwa Daudi, alikuwa mtu wa huruma. Alikuwa mtu hakutaka atende maovu au ahesabiwe kuwa mwenye dhambi katika hema la Bwana. Ndio kwa sababu alikataza wale watu wake msifanye hilo. Amwambia sasa tumeletewa tumsambulie. Lakini maandiko tuambia akanena neno ya kuwasimamisha, ya kuwazuia wasitende maovu. Akawaambia ya kwamba siwezi tukatenda maovu kwa chini, huyu ni masihi wa Bwana. Wewe waogopi kupigana na watumishi wa Mungu? Waogopi kupepa kwa masalia kwa matanga unaongojea? Wewe mahali huko waogopi kutumwa aende ufanye hivi? Ikiwa yule anaomba ni yote Daudi aliogopa akasema hawezi. Kwa hivyo kumaanisha yeye alimheshimu Mungu wake. Unaonaje? Unaonaje yale Mungu anatenda? Bwana Yesu apewe sifa. Yeye alikataa. Akasema ikiwa roho wa Bwana alinena na Mungu akasema nifanye, mimi siwezi. Kwa sababu hii ingempitishia baraka. Tukiona ya kwamba Musa alipofika alikuwa mtumishi wa Bwana nabii. Akaongoza watoto wa Israeli kuja mpaka mahali pale jangwani. Lakini nani alifanya akatenda dhambi akuona ile mchi mtakatifu? Si ni wale watoto? Si wale walie aliokoa? Ni wale alichukua asaidie? Ndio walikuwa kikwazo. Hiyo kikwazo endeleo kati yenu. Katika jina la Yesu. Musa alituma kuokoa wale wana wa Israeli. Wakati alipotoa mahali pale alipigana na magumu. Wakati walipofika jangwani walimsahau. Walisahau mahali wato. Hivyo kuna wale wanaopokea usaidizi. Kuna wale wamekaa na guardians, lakini wanasahau mahali wametoka. Sifikini wale walisahau. Usikufanye mtu mmoja afanye utoke kwa wokovu. Usifanye mtu mmoja afanye upandizo presa muondokee. Ati tafadhali. Yesu Kristo aliona huruma ya kutoza kule wapi? Wewe huruma ni ya nini? Unafanya huruma utende dhambi? Unakuwa na huruma upandwe na presa? Kwa nini unatakia hayo maovu? Musa aliongoza wana wa Israeli, akawafikisha mahali pale, hawakuona yale aliyotenda mahali pale, alingangana nao. Wakamkasirisha, akafanya nini? Wakati walikasirisha Musa, alifanya kinyume cha mapenzi ya Bwana. Ni wani waliomkasirisha? Kwani ni Mungu? Ni wale aliokoa. Kuna wale wameokolewa kati yetu. Kuna wale wameokolewa katika nchi ya nje, lakini wamemsahau, wameanza kuwa kikwazo kwako. Ondokeo yoyote aliye na kikwazo katika safari ya wokovu. Kwani kuna nini? Unashindwa kumuondokea? Huruma Yesu Kristo alimaliza kule msalabani. Mimi napenda kusema huruma alimaliza. Bwana Yesu apewe sifa. Na mimi nikiomba pata raini yake yeye na kutenga naenda bali, ni wengi wanataka maelfu, wanahitaji maombi. Na nikiomba inashuka inasikika. Kama inakataa unachilazimiza,
Usijilazimishe, utapata umekaa kama Musa. Musa alikasirika kwa sababu kwa ajili ya wale watoto aliokoa kule, wakakuja wakamkasirisha mpaka akatenda ile hakukuwa anataka kutenda. Wewe mtu asikukasirishe utoke kwa wokovu. Ati ukasirika utende ile kitendo ulikuwa wewe muondokee. Dunia ni ba? Ati huruma ya nini? Maliza huruma msalabani. Kwa alimaliza kabisa. Kana huruma yake lakini atakumaliza. Bwana Yesu apewe sifa. Kaa strong in faith, in prayer. Muabudu Bwana. Mwambie kwamba huyu choni hatakuwa kikwazo katika safari. Hata nipandisha pressure. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi nataka niende nikiwa sawa sawa kulingana na neno. Umpandishe ama niondokee. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani mnasema tafadhali utaiweka na utapata umeingia kwa mtaro. Sitaki wewe Mkristo ulioitwa na Bwana, you are strong in faith. Omba apia Bwana kitu kimoja. Ubadilishe ama niondokee. Bwana Yesu tuesimiane. Si ndio? Tunaonana tunasema hiyo naisha. Lakini ukiwa unachumbua rohoni mwako utaomba my friend. Hakuna wakati utaomba ukiwa na kikwazo ndani yako. Ikiwa unawaza mbona huyu Cheni amefanya hivi? Mbona huyu Peter amefanya hivi? Mbona ananisumbua? Bwana Yesu apewe sifa. Ambia Mungu nataka kitu kimoja. Kiwa ni mtu wa kutia ati. Kiwa sio mtu wa kutia niondokee. Si ni yeye anatenda. Kwani unalazimiza? Unalazimiza uende wapi? Unaenda wapi? Mbinguni ni kila mmoja amue. Wewe uweze ukaamua na watoto wako na bibi yako na nyumba yako. Uamue katika safari na uombe. Ukiombe maombi yako kifika, nyumba yako itafunguliwa. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Unaona ya kwamba Daudi aliwasuia. Akasema hawezi kufanya nini? Ufanye kitendo kilio mbaya ili aachilie wale wamsambulie. Bwana Yesu apewe sifa. Tuendelee. Kisha Sauli akatoka bangoni akaenda zake. Haro. Wakati kitendo aliyofanya akakata vazi. Akasuia watu wake wasiche wakamuue. Ndio tunaona ya kwamba aliamuka akaenda na masigari yake walikuwa wapi? Walikuwa pamoja na yeye. Masigari wa Sauli walikuwa wapi wanafunzi? Walikuwa nje ya rango la pango. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Daudi naye akainuka baadaye. Haleluya. Akatoka bangoni. Akamwita Sauli akisema. Kitu kingine tunaona ya kwamba huyu Daudi alikuwa mjasiri kama simba. Wewe usiwe mtu wa kutiswa. Kuwa mjasiri kama Daudi. Kuwa mjasiri. Kama ni no ni no. Kama ni yes ni yes. Hii usema huruma itakumaliza. Bwana Yesu apewe sifa. Daudi naye akamuinuka baadaye, akatoka bangoni, akamwita Sauli akisema, Bwana wangu. Msikia vile amemuita? Akisema msaliti wangu. Alimuita Bwana wangu kwa njia ya heshima, kwa sababu huyu Sauli ndiye wa kwanza kuteuliwa kuwa mfalme. Kwa hivyo wewe ukienda kule kazini, ukipata cheo kidogo, unaanza kudharau yule mkubwa wako, na yeye ndiye alikusika mkono. Unaanza kuchiona baadaye ya kumuona Mungu. Nataka wapendwa tumuone Mungu mahali yako. Alishinda kifo na mauti. Bwana Yesu apewe sifa. Akang'ana maisha yetu, na sisi hatufai tung'ang'ane katika hii ulimwengu. Inafaa tumuombe na ashuke na tende. Sisi ni mashujaa. Sema wewe ni mashujaa. Kuwa mashujaa wa Yesu Kristo. Akung'ang'ana. Alimuitaje? Bwana wangu. Haleluya. Mfalme. Bwana wangu mfalme. Alijua yeye ni msaliti, yeye ni muuaji, yeye amemlenga muue,
lakini wakati waliokutana naye yeye hakumfanyia chochote, ili hali alikata lile vazi, akasuia wale maaskari wake wasiche wakamdhulumu. Tunaona hapo Sauli alipotoka kule pangoni, akatoka na yule Daudi akamfuata, akamuita akisema, Bwana wangu mfalme. Unaweza kuita adui wako hata akiwa ni mkubwa, walikuwa umuite hivyo? Si unaona? Basi nataka tujifunze katika maandiko, tuwe tukisoma tukichua kwamba Mungu wetu anahitaji sisi wa Kristo tukae kama nani, anafaa tufanye nini. Alimuita Bwana wangu mfalme, na Sauli hapo tosama nyuma, Daudi akainua uso wake hadi chini. Daudi akainama uso wake hadi chini, akamsujudia. Nani anaweza kuniambia maana ya kusujudia? Wanafunzi mko ama mulienda gerezani? Nani anaweza kuniambia maana ya kusujudia? Maandiko yatuambia kwamba Daudi akatokea kule langoni wakati akafuata yule Sauli. Wakati alimfuata akamuita Bwana wangu mfalme. Maandiko yatuambia wakati Sauli aligeuka, Daudi akainama akamshuhudia. Maana ya kushuhudia inamaanisha acha wanafunzi. Kwani nitawaandikia mwalimu wa kusomesa Kiswahili, inaonekana kule mnasomeshwa English huko mko naye na wale walimu wenzenu. Maana ya kushuhudia inamaanisha acha? Hakuna mnaelewa? Ama mnasoma kule shuleni unasoma British English? Sinaona Jeremia yako atuambie maana ya kusudia. Alinama akamshuhudia, aliangalia chini akainama akamshuhudia. Na maana saje? Hao wako hapa kanisa mko, maana ya kushuhudia na maana saje? Hakuna. Leo Ayuta hakuna, ndio naona atachangamuka. Ayuta akienda anaenda kanisa. Na mwingine? Hayo yote ni sawa. Tupige makofi. Hiyo makofi very quick. Tupige makofi. Mbarikiwe sana. Maandiko yatuambia kwamba Sauli alipotazama nyuma, Daudi akainama uso wake hadi chini akamshuhudia baada ya kumuita, Bwana mfalme, Bwana wangu mfalme. Sauli akaangalia chini akamtazama. Tunaambiwa ya kwamba yule Daudi akainama chini, yule Daudi akainamisha uso wake chini hadi chini akamshuhudia. Bwana Yesu apewe sifa. Tupigie Kristo makofi. Daudi akamwambia Sauli, kwa nini unanisikilisha maneno yangu? Nirudie. Daudi akamuuliza Sauli, kwa nini unasikiliza maneno yangu, maneno ya watu wasemao? Tazama, Daudi anataka kukudhuru. Tazama, leo hivi macho yako yameiona jinsi Bwana alivyokutia mkononi mwangu pangoni, na watu wengine wakaniambia nikuue, lakini nikakuacha. Nikasema sitaki kuonyesha mkono wangu juu ya Bwana wangu, kwa maana yeye ni Masihi wa Bwana. Haleluya! Tupigie Yesu Kristo makofi. Akamwambia, kwa nini watu wanakuchochea juu yangu? Lakini tazama, tulipokutana kule pangoni, sikuweza kukuua kwa sababu nilikabidhiwa wewe mkononi mwako. Badala yake nikakata vazi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Mbona sikukuua? Nikaacha kutenda hiyo kitendo kwa sababu nilijua wewe ni Bwana wangu. Heshima kubwa.
Unapata unatoa mwingine makamazi akipata cheo mahali fulani akiwa mkubwa, umemsomesa amemaliza, anaanza kungania mnisomesa nini sasa? Mbona wako hawakufaulu? Hamjawahi kuona kitu kama hiyo? Anaanza kupigana na wewe. Lakini angalia Daudi alimheshimu. Hata ikiwa alianza kungangana naye, alikuwa vita, alimpatia heshima yake. Patia yeyote jirani yake heshima yake. Patia mfanyikazi mwenzake heshima yake. Icharisi vile alivyo ni mnyonge, hawezi patie heshima. Daudi alipea Sauli heshima. Alimuita kuwa bwana wake, mfalme wake, kwa sababu alikuwa mtangulizi. Kwa hivyo hata wewe inafaa uheshimu yule mkubwa wako. Mkubwa wako chamaanisha yule mmesaliwa na yeye. Uheshimu yule aliye na saidi yako, mpatie heshima. Niligundua ya kwamba watoto wengi jinsia hawana heshima kwa watu wakubwa. Akikupita njia anaongea mbaya, anatema mate. Wewe mwanafunzi ukifanya haya yote umechirani. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu ile miaka alipita ameona mingi uchaipita. Na kabla achakurani, Mungu amekurani. Kwa sababu uchonie saidi heshima. Heshima sio tumwa. Lazima uheshimu mkubwa wako, umsikilize. Lakini ukijifanyia kichwa ngumu, utaenda kuongana na ulimwengu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba tusike mawaida yale tunayopewa na wale walio wakubwa wetu. Hata ikiwa wanaturekebisha, tusiangalie hali ya kurekebishwa, tuangalie utu wa moyo wa Bwana, tuangalie kile wanayotuambia. Mtu akinena maovu juu yako, mbona achanena yale mazuri umemtendea? Si anene kidogo yale mazuri hamu mnaonaje? Ananena mabaya, yani siku moja ukikosea hawakumbiki siku 20 iliyopita. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini umbwa ukisaidia 3 days na ukumbuka for 3 years. Unaonaje? Tufuge umbwa ama mwanadamu? Kwa sababu umbwa inakukumbuka. Lakini mwanadamu mkosana kidogo hivi tu, anasahau yale mazuri uliyomtendea. Anaongea yale maovu. Si agambie mawili matatu yale uliyomtendea, ndio ni yeye akainuliwa mahali alipokuwa. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ukiongea mabaya juu ya mwingine, kumbuka yale mazuri aliyokutendea. Useme pia uswide, ndio upokee baraka kutoka kwa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Sauli alimwambia Daudi, ulipewa mikono, mbona watu wanakuchochea? Wanaosema sema juu yangu. Wanao uchochezi. Wanasema hivi na hivi. Na mbona unaokubali hao watu wakuchochee? Mbona hao watu wanakuchochea wanasema endo uwe yule? Mbona hao watu wanakuchochea wanasema pepa hii sumu mmalize? Wewe ndio uko karibu na yeye. Unaonaje? Mbona asemi yale mazuri aliyomtendea? Lakini Daudi alipoona hayo yote, akaona ni kazi ya ubatili. Akasema nilipewa wewe kwangu, lakini sikuasi nitende maovu. Kwa sababu nilijua wewe ni bwana wangu na mfalme wangu. Ndio kwa sababu wakati aliyomuita alinama akamsudia. Wengine mnaona kosa lile kidogo, amuoni mahali mmetoka au faa. Umetoka. Unaona lile kosa. Ujui ya kwamba nyungu ikiwa na maji inapasukia wapi? Kwa mlango. Sasa unaenda huku. Shetani anangangana na wewe, anakuonyesha huyu ni mbaya. Huyu nifanye hivi. Unaanza kupigana naye na nguvu za giza. Utapigana na mtu ameteuliwa na nguvu za giza, unaweza naye kweli? Anakusoma mpaka mahali isomeki. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ukuwe na heshima kwa yeyote unaokutana naye kabla hujaanza vita naye. Unaweza kupigana vita na wrong person. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Umheshimu. Unajua wengine anapendanga wakamba zaidi. Yeye ukienda ukinua samba huko angangani na wewe. Anataka umuonyeshe njia. Hiyo kungangana na yeye. Hata anakuambia karibu tuletee stima hapa. Ni uongo ama ni kweli? Niko na experience. Niulize. Sio mtu kungangana ati ukimbili. Ati anza kuona watoto ni erevu anza kuwa afanyangi kitu hika mambo pole pole. Endangi haraka hivyo. Bwana Yesu apewe sifa. Sijasema wengine kabila nyingine ni mbaya, lakini I love them so much.
Kwa sababu ni watu wapole. Ukumchokosa, ni ukigusa mkia yake si ndiye atakuuma. Ukimchokosa ukiwa na speed yako kumchokosa na yeye. Lakini kama umekuwa mpole kama Biblia mtaishi sawa sawa. Nimedanganya. Nani yule anasema nimedanganya niwe mkono? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tuwe wapole kama Daudi. Tusiwe wakaidi kama Sauli. Sauli alisahau mahali alitoka. Akabarikiwa akafika mahali katika ufalme wake. Akaanza kutawala kwa mwili. Sitaki mahali huko utawale kwa mwili ukiona umeinuliwa. Kwa mpole kama Biblia. Kwa mtu ukitii sauti ya Bwana. Usiwe mtu wa kusika maneno. Kwa mtu wa kusika neno. Na mahali huko ogopa wale watu mliokuwa nao. Kuogopa na misi kuwaheshimu. Hiyo na mheshimu Bwana. Bwana awabariki. My name is Betty Mnegada and I have a song. Songa mbele wala usiogope, ukiitetea imani. Bwana Yesu ameshaahidi atakuwa nanyi daima. Songa mbele wala usiogope, ukiitetea imani. Bwana Yesu ameshaahidi atakuwa nanyi daima. Songa mbele wala usiogope, ukiitetea imani. Bwana Yesu ameshaahidi atakuwa nanyi daima. Songa mbele wala usiogope, ukiitetea imani. Bwana Yesu ameshaahidi atakuwa nanyi daima. Songa mbele wala usiogope, ukiitetea imani. Bwana Yesu ameshaahidi atakuwa nanyi daima. Thank you. My name is Samuel and I have a song. Let our living water flow over my soul. Let our Holy Spirit come and take control over every situation that trouble my mind. Let your justice trouble unto you I love. Jesus, 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 Jesus. Thank you and welcome. Nitemi Nzara na nikana wimbo. Ukiumwa na kichwa usiende kwa mganga. Ukiumwa na kichwa usiende kwa mganga. Milango ya gereza yote ikafunguka. Milango ya gereza yote ikafunguka. Uombe kwa bidii kama Paulo na Sila. Uombe kwa bidii kama Paulo na Sila. Ukiumwa na kichwa usiende kwa mganga. Ukiumwa na kichwa usiende kwa mganga. Milango ya gereza yote ikafunguka. Uombe kwa bidii kama Paulo na Sila. Asante. Embeleza, embeleza, embeleza watawala. Embeleza, embeleza, embeleza watawala. I love you so, so, so. Embeleza, embeleza watawala. I love you so, so, so. Embeleza, embeleza watawala. I love you so, so, so. Embeleza, embeleza watawala. Makofi mazuri. Yesu nipeleke kule kwa Baba, kaishi naye kule mbinguni kwenye mji wa lulu, milango ya dhahabu. Ndani ya Yesu kuna raha ya ajabu, hiyo na mwisho.
My name is Vanessa and I have a song and I have memory verse. Methali 22 inasema, funza mtoto njia, atakapokuwa mzee ataiacha. Amen. My name is Blessing Oseven, kuna memory verse. Ephesians chapter 6 verse 1 to 3, it says, children, obey parents to the Lord, for this is right. Honor your father and mother, for this is right. My name is Sweetina and I have a memory verse. It is said, respect your father and mother, so that all may go well with you and you may live long time in the land. Thank you. My name is Jafet Ombongi and I have a song. Heavenly Father, you are wonderful. You are excellent, you are marvelous. We worship you, Lord, because you are wonderful and you make us sing a song. Heavenly Father, you are wonderful. You are excellent, you are marvelous. We worship you, Lord, because you are wonderful and you make us sing a song. Because the whole world in Jesus, because the whole world in Jesus, because the whole world in Jesus, because the whole world in Jesus. Heavenly Father, you are wonderful, you are excellent, you are marvelous. We worship you, Lord, because you are wonderful and you make us sing a song. Because the whole world in Jesus, because the whole world in Jesus, because the whole world in Jesus, because the whole world in Jesus. Thank you and welcome. Dunia ndugu sio kwetu, tuwasafiri wapitaji, japo mateso yatusonga, tujipe moyo tutashinda, tujipe moyo tutashinda. Dunia ndugu sio kwetu, tuwasafiri wapitaji, japo mateso yatusonga, tujipe moyo tutashinda, tujipe moyo tutashinda. Mateso yatakoma, Mwokozi arudipo, tutaishi na Bwana katika nchi ya amani. My name is Naomi and I have a song. Yesu ametuita kila mmoja ili tujitolee kufanya kazi yake. Mavuno kungi shambani mwa Bwana, wavunaji ni wachache. Yesu ametuita kila mmoja ili tujitolee kufanya kazi yake. Mavuno kungi shambani mwa Bwana, wavunaji ni wachache. Twendeni tukavune, tukiyaweka tayari. Twendeni tukavune, tukiyaweka tayari. Ni nani atakayefanya kazi hii unapokaa ukilalamika? Ni nani atakayefanya kazi hii unapokaa ukinungunika? Na eti ungejua kwamba muda umeyoyoma, ungepoteza wakati. Nani hata ungejua kwamba muda umeyoyoma, umeacha ulegevu. Twendeni tukavune, tukiyaweka tayari. Twendeni tukavune, tukiyaweka tayari.
umepoteza wakati. Nani hata ungejua kwamba muda umeyoyoma, umeacha ulegevu. Twendeni tukavune, tukiyaweka tayari. Twendeni tukavune, tukiyaweka tayari. Tusinyamaze kwani kazi ni nyingi shambani mwa Bwana wetu. Tukiwarejesha waazi mwangani, taji letu ngoje la pande. Tusinyamaze kwani kazi ni nyingi shambani mwa Bwana wetu. Tukiwarejesha waazi mwangani, taji letu ngoje la pande. Twendeni tukavune, tukiyaweka tayari. Twendeni tukavune, tukiyaweka tayari. Ni nani atakayefanya kazi hii unapokaa ukilalamika? Ni nani atakayefanya kazi hii unapokaa ukinung'unika? Na eti ungejua kwamba muda umeyoyoma, umepoteza wakati. Nani hata ungejua kwamba muda umeyoyoma, umeacha ulegevu. Twendeni tukavune, tukiyaweka tayari. Twendeni tukavune.